Yesu ni Bwana. Amen. Bwana amenilinda pamoja na jamii yangu, tuko wazima, tunamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninayo sababu ya kumshukuru Mungu mchana wa leo kwa nafasi nzuri ambayo Bwana amenipa kwa ajili ya wakati huu. Naamini kwamba vile ninavyohisi joto hata wewe unahisi hivyo, si ndio? Kwa hivyo utavumilia tu kwa sababu stima iko na shida. Hiyo tunatumia ni generator. Amen. Na hatakuwa tumefanya connection ya wire ya generator, lakini tutakuja kufanya ili iunganike na hiyo hali. Amen. Stima iko na shida, tukienda huko wote huko na watu. Sijui kwa huko wini kuna stima. Pia kuna huko. Hivyo ila hii yote kwenda hivi stima ilipo. Jana tulisikia transformer ikipiga burst huko chini. Stima ilipotea karibu yote na ikarudi upande mmoja. Kwa hivyo sisi tumekuwa na asubuhi morning glory, ikaanza kupiga dimu na ikaenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya Kenya Power na tutavumiliana, lakini tulikuwa tumejipanga, tuko na generator. Amen. Kwa hivyo leo najua mama wengi mtaenda kununua ni Carolite ama nini? Mtaenda kununua hiyo. Leo Bwana anatuchemusha sisi wote. Hata vile tu kama sisi mimi ni mweusi kama kitu kingine, lakini sasa imeanza kutokelezea. Nikifanya unajua mimi mpaka nitoe meno ndio mtu anione. Bwana asifiwe. Mimi huwa ni mweusi, najijua. Mimi ni mweusi sana. Kuna mtu mweusi hapa kama mimi. Mimi ni mweusi sana. Sasa nikitaka ujue mimi ni mtanda anaongea mpaka nitoe nicheke na wewe kidogo ndio jua kumbe kuna mtu wako hapa. Lakini yote ni kwa neema ya Bwana. Maana maandiko inasema kwamba tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Amen. Kwa hiyo kama tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, uwe mweupe, uwe mweusi, sote ni watu wa mtu mmoja. Amen. Kwa hivyo yote tunakubali na tunashukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Na tumekuwa na ibada ya maombi ya siku 3 wiki mzima. Nafikiri kwamba wale walikuwa katika maombi walikuwa wengine wakakimbia mitini, ikalemewa njiani wakaikimbia. Na siwezi kulaumu, uko sawa. Kwa sababu mmesikia yule pastor ambaye amefunga 28 days na kafu na kaenda akasema nataka afunge kama Yesu siku 40. My friend, waacha kushindana na Yesu. Waacha kushindana na Yesu. Hiyo ni kukosa nini? Apostle umesikia hiyo? Pastor alisema nataka aende 40 days bila kukula chochote. Na kweli akaanza safari. Na mimi nilijiuliza, kwa pastor alikuwa ameoa? Ingekuwa ako na mama angemwambia hapana, acha. Amen. Kagonga siku ya kwanza, siku ya pili. Asha, kuna mtu anachungulia hapa ndani. Naweza saidia huyo mtu. Naweza msaidia kama nikokuingia, naweza ingia ndani. Maana mimi naona kubali sana, mkaribishe. Bwana asifiwe. Sasa ilipofika siku ya 28 wanasema akaishiwa. Walipopeleka hospitalini akasema bye bye. My friend, hiyo uendi mbinguni. Let me tell you my friend. Kuna maombi ya kukupeleka mbinguni na kuna kitu ya kujitakia. Mungu anakuita mpumbavu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni watu wangapi wamefunga kama Yesu 40 days? Umesoma mahali? Nani? Elia mwingine? Musa mwingine? Nani? Makenzi. Western bwana. Nini mbaya my friend bwana? Unajua Makenzi yeye hakuwa anafunga. Yeye alikuwa anaelekeza watu wafunge. Sasa ndio mimi nawaambianga hapa kama mchungaji wenu. Ukiona nawaambia wiki hii mfunge, na mimi sifungi. Wiki nyingine mfunge, sifungi. Kimbia hii kanisa. Aweni mahali unaisha. Amen. Maana mchungaji mzuri anastahili kuwa kielelezo, mfano. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni teacher, David sako wapi? Si mwalimu wako huyu? Amemwona nikamwambia kucha. Fanya mchezo nimwambie mwalimu leo. Sasa leo hii tuko na mwalimu wenu hapa. Kataa kufunga uone. Bwana asifiwe. Musa Haruna alimuona akasema, "Wow.
huyu ticha ni mkali. Nikamwambia basi sasa mtajua jina mjui. Bwana asifiwe. Kama vile sasa nilikuwa natoa mfano, mwalimu anawaambia watoto warauke. Ni kweli? Na yeye hawezi kurauka. Huyo si mwalimu. Na ndio maana ukiona hata shuleni wamepangiwa duty sawa za kuingia. Kuna huyu anaingia wiki hii kuanzia asubuhi saa 10 mpaka wiki mzima. Kuna mwingine. Kila mmoja awe na kitu anafanya. Amen. Kwa hiyo simkashifu ule mchungaji, lakini nakuonyesha kitu uelewe. Unapofanya kitu, jua unafanya kitu gani. Amen. Maana kama kuna watu walifunga hizo siku 3, Elia, Musa na Yesu mwenyewe, walikufa? Hawakukufa. Lakini baadaye walikutana wapi? Wakakutana kule mlimani. Wakaambiana vipi? Tujenge vibanda ya Musa, ya Elia na yako. Kwa maombi. Walikuwa na mwenye maombi, walionana naye. Amen. Kuna vitu unapofanya, sipitisha kuonyesha mfano wa kitu hicho. Kwa hiyo mimi nataka tu leo, ni sitaki kuongea mambo mengi. Apostle amekuja na kaniambia, mzee, sitaki kuhubiri kwako leo. Wewe nitakaa leo uongee nikisikia. Pigia makofi mtumishi wa Bwana. Najua tunahitaji kutembea na watu wanaelewa injili. Bwana asifiwe. Tunaelewa kufanya gani? Maana mimi mtumishi hawezi kuja na kae. Kile ameniambia, wewe mzee, acha mchezo. Nimekuja kukula. Niache. Wewe nikimaliza nitakupa wimbo mmoja utaimba ili tusikie raha. Bwana asifiwe. Jumapili iliyopita ilikuwa naongea juu ya kumtambua nabii, baba yako wa kiroho. Watu wako tu hawajui mchungaji wao. Wakati wana mahitaji, wanakosa kujua watamuendea nani. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa naongea hilo jambo. Wale walikuwa kwa hiyo ibada waliona kile Mungu alifanya baada ya mahubiri. Maana watu wafika mahali wakamsahau mtumishi wa Bwana Samuel, wakaanza kuabudu miungu, wakaanza kuabudu vinyako, wakakosa kuelewa nabii wa Bwana anapowekwa mahali. Nabii uwekwa na sababu, nabii hawekwi bure. Kichwa cha ujumbe wa leo unaweza kuandika kumjua nabii wako. Naendeleza topic tuliyokuwa nayo last Sunday, na tumekuwa nayo katika maombi ya kufunga kwa siku 3, na ndio maana leo tunataka tumalizie, tuelewe mambo haya. Watu waliojua Mungu wao. Kuna watu ambao walimjua manabii wa Bwana lakini walimdharau. Point number 1 katika hilo andiko nimeanza kwamba ni kukua na imani na nabii wako. Haleluya. Kuwa na imani na nabii. Kila anachokukuambia wewe ufanye, nawe utaona matokeo ya ushindi wa maisha yako. Kuna watu washindani hawana imani na nabii wa Bwana. Wakiambiwa fanya hili, wao wafanya mambo yao. Wanashawishiwa kwa mambo mabaya. Kanisa limekosa kuwa na umoja kwa maana hawana imani. Lazima unapotambua nabii wako, tunasema uwe na imani na yeye. Unapokuwa na imani na yeye, akikwambia leo nimekuombea, haya magonjwa yameisha, unafaa kusema amen. Haleluya. Lakini wengi utoka usema, pasa nimepona kweli. My friend, hutapona. Watu waliomjua Mungu wao, watu waliojua nabii wao, maandiko inasema watu hawa walipofika mahali wakawa wanaabudu vinyago, wengine ni wagonjwa wamelemewa, kuna hali wanapitia maishani mwao, wamekosa mtu wa kuwasaidia.
lakini maandiko inasema walipofika kule mwisho wakagonga mwamba, wakarudi nyuma kwa sababu ya mtumishi wa Bwana. Naye Samueli alipowaona akawaambia, tubuni, muondoe miungu milionayo, muachilie mambo mabaya, hiyo hali mlio ndani, nami nitaenda kwa Mungu kuomba. Kuna nabii anaelewa, akawaambia, toeni miungu mlionayo, hiyo madhabahu mliobeba, hali maroho ya wazazi wenu na mashangazi, hata kuachilia mastorezi mlizonazo, achilieni na mimi nitaenda kwa Bwana, nitamuombea Mungu, naye Mungu atawapigania. Mtu aseme haleluya. Maandiko yanasema watu hawa wakamwendea mtumishi wa Bwana Samueli, wakamlilia, wakaondoa vitu walivyokuwa navyo, wakafunga, wakakuja na sadaka mbele za Bwana. Naye Samueli akaenda mbele za Bwana akaomba kwa ajili yao. Nikikuuliza sasa hivi niambie adui wako, unaweza kuniambia ni nani? Unamjua adui wako? Unajua, unasema tu huyu ni adui yangu. Wewe unajua adui? Adui ni mtu asiyetaka ufanikiwe na chochote. Hataki kuona maisha yako ikiwa mazuri. Siku zote anahitaji uwe mtumwa wake, umfanyie chochote anachotaka ili akufaidishe wewe. Adui akikutawala, maisha yako inaanza kuwa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe leo nataka niunganishe ujumbe huu kwa mtu aliyekuwa na shida, ambaye hakuamini nabii. Nikasema topic na Bwana ongea juu ya kuwa na imani na nabii. Hiyo number 1. Kuwa na imani kwa nabii aliye mbele yako. Imani ni nini? Imani chenye unaambiwa na nabii, wewe unakiamini kwamba kitatendeka. Imani sio kushindana. Hebrews inasema imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, yasionekana kwa macho ya kimwili, ni mambo ya rohoni. Haleluya. Tunatabiri maneno ya imani, na imani inafanya kazi. Wale walikuwa hapa kesho, kuna kijana alikuwa hapa hajakuja leo. Ulisikia aliongea ushuhuda, akasema namna gani? Akasema kwamba nilikuwa mgonjwa muda wa miaka, akapelekwa Makadara, alikuwa na shida ya kichwa, akapimwa kwa skani kila kitu, lakini ugonjwa haukuonekana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kile kijana akatembea, wazazi wake wakamtembeza, lakini hakuwaipona. Alibaki na shida ya kichwa kinamuuma siku zote, lakini akienda kwa kipimo hakuna ugonjwa. Akaletwa hapa na kijana mmoja anaitwa Thomas, akamwambia twende kwa mchungaji wangu, atakuombea. Naye akakuombea, my friend, utapona. Haleluya. Ule kijana akaja, ni mgeni, akaniambia pasa, shida yangu ni kichwa, ninaumwa kwa miaka nikiwa mdogo mpaka leo niko mkubwa, nimeenda hospitali zote Makadara, kuna mahali sijawahi kupona. Sio kuna mtu ananipata. Naongelea juu ya shida ulionayo. Unaweza kawa unachelewesha muujiza wako wewe kwa sababu ya kutoamini nabii wako, kwa sababu ya kutokuwa na nabii wa kukutabiria maneno. Ni kijana alipokuja hapa, nilimpatia maneno mawili peke yake. Gani moja? Nilimwambia uwe mwaminifu kwa fungu la 10. Yeye nilimwambia tu, tolea Mungu fungu tithes yako, toa kwa Mungu mwaminifu tu. Uamini kwamba Mungu atakuponya. Nikamshika mkono, nikamuombea. Baada ya kumwombea, alipotoka hapa akaenda, wiki iliyofuata nikaona ametuma fungu la 10. Nikamjibu kwa maandiko, nikamwambia na Mungu wako akubariki. Alipotuma wiki ya pili, nikamwambia na Mungu wako akutendee. Haleluya. Inapofika Jumapili morning glory, akaja akaniambia pasa, within only 2 weeks hiyo kitu iliisha. Haleluya. Naongea juu ya ushuhuda ambao unaonekana.
Na wale walikuwa kesho Friday walisikia akiongea kwamba hiyo hali ya miaka aliyokuwa kwa mdogo akikua mpaka mtu mzima, alipokuja hapa mchungaji akanipa masharti ya kufuata, alipona bila kwenda kwa dawa, na sasa ni mzima kwa jina la Yesu. Haleluya! Kuwa na imani na nabii wako. Kile kinachokusumbua mchana wa leo ninakutangazia hautaondoka nacho. Bwana atakuondolea na utapata uzima. Can somebody say hallelujah? Watu wapige vigelegele waseme amina. Hello. Kile kinachokusumbua, kuwa na imani leo. Second King 5:1. Wafalme wa pili 5 kuanzia mstari wa kwanza. Nataka kuongea kwa mtu mmoja anaitwa Elisha na Naaman, mtu wa tatu. Yes. Haya maneno yote nitashikanisha. Maandiko inasema Naaman alikuwa jemedari mkuu, mkubwa wa jeshi, amiri jeshi mkuu. Nani mkubwa wa jeshi hapa Kenya? Tusiweke Ruto. Kulikuwa na Ogola, sio? Ogola alikufa. Nani aliingia? Amsome magazeti nyinyi, amuone TV, unasomanga Biblia. Maana kama hujui amiri jeshi mkuu wa Kenya kando na rais, na kwa rais anachukua kila chochote, lakini kuna yule sasa anaingiza watu msituni. Mkubwa wao anaitwa nani? Ni kabla gani? Ni Mjaluo, Mkikuyu, anaitwa nani? Kasha, Kanja. Unabahatisha mwanaongea kweli? Yule unaweza kuwa unatuambia ukweli, maana wewe pia ni Mkale. Maana kama rais ni Mkale, lazima ujue. Anatudanganya. Josephat Kanja, amiri jeshi mkuu, sio? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nataka niongee kwa Naaman. Maana Naaman anasema alikuwa na ukoma, lakini halikuwa hana imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo naambianga watu kwa ibada, watu kutoka nyumbani wanabeba uamuzi wao. Usije kwa ibada ukiwa na uamuzi wako, Mungu hata kutendea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hata kutendea. Ukiona kwa ibada umeanza kuona makosa, unaanza kuona hapa wangefanya hivi, uimbaji leo hawajaimba vizuri, Roho wa Mungu ameanza kukuacha. Maana wewe unasema waimba vibaya, lakini mimi nimebarikiwa. Haleluya. Sio wote watabarikiwa kwa uimbaji. Kuna wale watabarikiwa kwa ushuhuda, wale watabarikiwa kwa watoto, wale watabarikiwa tu pasta kicheza keyboard. Yanasikia ninafanikiwa, moyo wangu unafarijika, kama vile Daudi alikuwa anacheza, mapepo yanamtoka Sauli. Haleluya. Fanya kitu cha Mungu, kuwa na imani. Maandiko inasema kama Naaman akamfikia Elisha, akamwambia shida moyo wake, lakini maandiko inasema Elisha akamwambia Naaman ya kwamba si masaa, maana Naaman alitaka Elisha aguse mkono juu yake. Si kila wakati nitakugusa. Fikiri mnaelewa hiyo? Si kila wakati nitakusanga jiji. Nasanga tu Roho wa Mungu gusa wewe, nakuguse. Amen. Kuna wakati Mungu atanituma tugusa, nitakugusa. Amen. Vile Mungu anavyonizungumzia, hivyo ndio pastor ninafanya, ili Mungu apate kunena na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome maandiko, tujue vile Mungu anavyosema. Tusome maandiko ili tuendelee mbele. Ndio maana nilikuwa nataka nikupe, ili uwe na imani, usiwe kama jemedari hambani Naaman. Inapoenda wewe ujumbe, huenda mane pamoja na mimi. Maana nimekupa heading ya ujumbe, nimekupa kianzo cha ujumbe huo. Tunapoenda kuzungumza, kuwa na imani na nabii wako. Amen. Kitabu ni Wafalme wa pili 5 kuanzia penyewe.
Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Pili, na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Tatu, akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Nne, mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Tano, mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Sita, akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Saba, ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niwe na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihi, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. 8, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. 9, basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. 10, naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. 11, lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenyewe ukoma. 12, je, Abana na Farpari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. 13, neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. 15, akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote, akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Ila kwa Bwana. 18, jambo hili Bwana amwachilia mtumwa wako. Bwana Mungu akaingia nyumbani mwa Rimoni ili aabudu humo, naye akijitegemea mikononi mwangu, nami nikijinama nyumbani mwa Rimoni, hapo ni Mshami, asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, mimi nitavifuata mbio, nipokee kitu kwake. 21, basi Gehazi akamfuata Naamani, naye hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana 2 wa wana wa manabii, uwape na kuomba talanta ya fedha na mavazi 2. 22, Naamani akasema, uwe radhi ukatoe talanta 2. Akamshurutisha, akafunga talanta 2 za fedha ndani ya mifuko 2 na mavazi 2, akawatwika watumishi wake 2, nao wakayachukua mbele yake. 24, naye alipofika kilimani alivitoa mikononi mwao,
akaviweka nyumbani sita. Akamwambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa?